Faslun wal asl fil udhiyya, na asli kwenye udhiyya annaha mashru'a, ni jambo limewekewa sharia, ni jambo limewekewa sharia fi haqqi al-ahya, kwa haki ya walio hai. Asli ya udhiyya ni sunna na ni sharia fi haqqi al-ahya, ni haki ya walio hai, kwa maana waliokuwa hai ndio asli kuchinja kwa ajili ya walio hai. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, na masahaba zake, yudhahuna an anfusihim, yudhahuna, wakichinja kwa ajili yao, an anfusihim, kwa ajili yao, wa ahlihim, na familia zao. Asli kwenye kuchinja ni kuchinja kwa ajili ya aliye hai, kama ilivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, yudhahun, wanachinja kwa ajili yao, wa ahlihim, na familia zao. Wa amma ma yadhunnuhu ba'd al-'am, ama wanavyodhania baadhi ya maawamu, ama wanavyodhania baadhi ya maawamu wasio na elimu na maarifa makubwa hayo, min ikhtisas al-udhiyya, katika kuhusisha udhiyya bil amwat, katika kuhusisha udhiyya bil amwat, kwa ajili ya maiti. Fala asla lahu, hilo halina asli katika dini, hilo halina asli katika dini. Wal udhiyatu an al amwati thalathat aqsam, kisha akafafanua na kuchinja kwa ajili ya maiti, kuchinja katika Eid al-Adha kwa ajili ya maiti kuna vigawanyo vitatu. Kuchinja udhuhia, kichinjo cha Eid kwa ajili ya maiti, kuna thalatha aqsam, kuna vigawanyo vitatu. Al-awwal, kigawanyo cha kwanza, ayudhiya anhum, ayudhiya anhum tab'an lil ahya, ni mtu akachinja kwa ajili yao, ni mtu akachinja kwa ajili yao. Ayudhiya anhum, ni mtu akachinja kwa ajili yao, tab'an lil ahya, katika hali ya kufuatia, kuwafuata walio hai, katika hali ya kuwafuata walio hai. Atapiga mfano, katika hali ya kuwafuata waliokuwa hai. Mithli, mfano, ayudhiya ar-rajulu, ni akachinja mtu, anhu, kwa ajili yake, wa an ahli baitihi, na kwa ajili ya watu wa nyumbani kwake, kwa maana akanuia hivyo. Wa yanwi bihim, alafu akanuia pia na wao, wa yanwi bihim aymahu, na akanuia pamoja nao, al-ahya wal amwat, walio hai na waliokufa. Hii ni hali ya kwanza, kwa maana mtu anachinja kwa ajili yake na familia yake, alafu humo humo kwenye familia yake akawaingiza katika nia waliokufa pia. Kwa hiyo sema Allahumma hadha minni au anni wa an ahli, ewe Allah, hiki ni kichinjwa kwa ajili yangu na familia yangu. Huko kwa kutumbukiza kina nani? Waliokufa. Wa aslu hadha tadhhiyatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aslu hadha, na asli ya hili ndiyo kuchinja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa aslu hadha tadhhiyatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na asli ya hili ni kuchinja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anhu, kwa ajili yake. Wa aslu hadha, na asli ya hili ni tadhhiyatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kuchinja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anhu, kwa ajili yake, wa an ahli baitihi, na kwa ajili ya watu nyumbani kwake, na kwa ajili ya watu nyumbani kwake. Wa fihim man qadimat, na wapo miongoni mwao wamekwisha kufa, min qabla, na wapo kati yao walishakufa kabla. Hiyo jaiz,
hiyo yafaa. Athani ayudhhiya al-amwat, ni akachinja kwa ajili ya maiti, bimuktadha wasayahum, kwa muktadha wa wasia wao, kwa muktadha wa ule wasia wao, kwa muktadha wa wasia wao, tanfidhan laha, kama kutekeleza ule wasia, kama kutekeleza ule wasia. Kama kutekeleza ule wasia, tanfidha laha, kama kutekeleza ule wasia. Wa aslu hadha, kwa maana hiyo jaiz pia. Na asli ya hili au asli ya aina hii qauluhu ta'ala, wa aslu hadha, na asli ya aina hii ni kauli yake Ta'ala, faman badalahu ay alwasiya, na atakayebadilisha, faman badalahu, ama atabadilisha kutekeleza wasia kama ushahidi ule. Faman badalahu, yule ambaye atabadilisha ule ushahidi wa wasia, baada ma sami'ahu al-isa wal wasiya, yule atakayebadilisha ule ushahidi wa wasia baada ma sami'ahu, baada ya kushasikia, fa inna ma ithmuhu, basi si vingine dhambi lake, ala alladhina yubaddiluna, liko dhidi juu ya wale wenye kubadilisha. Inna Allaha samiun alim, hakika Allah ni mwenye kusikia wenye kufanya hivyo na anawajua wenye kufanya hivyo. Kwa hiyo hii pia jaiz, kama walitoa wasia ni jaiz kutekeleza wasia huo. Athalith, aina ya tatu, ayudhhiya lil amwat, ni mtu akachinja kwa ajili ya maiti, tabarruan, wa kujitolea, akachinja kwa ajili ya maiti kwa kujitolea, mustaqillina lil ahya, kwa kujitenga na walio hai, yani wakapwekeka kunako walio hai. Mustaqillin, kujitenga na kupwekeka na walio hai, kujitenga na kupwekeka na walio hai, yani mtu akachinja kwa ajili ya waliokufa tu. Fahadhihi jaizatun, hii pia yafaa. Udhiya, hiyo pia yafaa. Jaizatun, pamoja na kuna khilafu ipo, na yeye katika fatawa ya Nur al-Darb ametaja kwamba jambo hilo si katika sunna, na yeye mwenyewe Sheikh Ibn Uthaymeen katika fatawa Nur al-Darb amesema laysat min as-sunna. Kwa kuna khilafu ipo, wametaja baadhi ya elimu kama vile Imam at-Tirmidhi katika sunani yake alipotaja hadithi nambari 1495 al-Imam at-Tirmidhi wa Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawra alipotaja hadithi akaeleza khilafu ambayo ipo, na akawataja baadhi walioruhusu, akawataja baadhi ya walioruhusu jambo hili. Sema kad rakhasa baadhi ahli ilm, lakini bi kauli ya baadhi ya Shafi'ia na kauli ya baadhi ya Shafi'ia kwamba haifai. Kuna khilafu ambayo ipo, baadhi ya Shafi'ia wamekataza, lakini iko pia fatwa ya maimamu na mashaikh na Sheikh bin Baz wakisema kwamba jambo hilo ni jaiz kama ilivyo hapa. Wallahu aalam, kauli ya Sheikh hilo litangulia wile, lakini wengi wamesema pia ni jaiz, yafaa. Hata Sheikh bin Baz amesema ni jaiz katika fatawa zake, amesema jambo hilo ni jaiz, nafaa kuchinja kwa ajili ya waliokufa khasatan, kuchinja udhiya kwa ajili ya waliokufa khasatan, kujitenga na waliokufa hai. Mtu akasema ninachinja kwa ajili ya fulani na fulani na fulani waliokufa khasatan, akasema jaiz. Kisha akasema wa man qala bi annaha bid'a, tukasema kuwa ni bid'a, faqad ghalid, huyo atakuwa amekosea, huyo atakuwa amekosea.
lakini waliosema si sunna wao wanasema kwa sababu Mtume salama hakufanya. Wanasema yafaa, wasema kwa sababu Mtume salama alipochinja, kama ilivyo kauli ya mwanzo, alichinja kwa ajili yake na familia yake wa alihi. Maana alisema Allahumma hadha an Muhammadin wa alihi, bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadha an Muhammadin wa alihi. Hiki kichinjo ni kwa ajili ya Muhammad sallallahu alaihi na familia yake. La shaka familia yake wapo waliokufa. Kwa hiyo jambo hili ni kama alivyosema Sheikh hapa, Allahu a'lam. Waqad nassa fuqaha al-Hanabila, na kwa hakika wametaja mafuqaha wa Kihanabila, na kwa hakika wametaja mafuqaha wa Kihanabila ala anna thawabaha, ya kwamba hakika thawabu zake yasilu ila almayit, zinafika kwa mayit, zinafika kwa mayit. Wayantafi biha, na ananufaika nayo, ananufaika nazo, yani mayit ananufaika nazo. Qiyasan ala sadaqati anhu, kwa kipimo cha kumtolea sadaka mayit. Qiyasan, kwa kipimo cha uwepo na kujuzu kumtolea sadaka mayit. Kama inafaa, maana kama inafaa kumtolea sadaka mayit, na hii pia ni katika sadaka pia. Walakin la nara, lakini hatuoni anna takhsis almayit bil min as-sunnah, hatuoni kwamba kumhusisha maiti kwa kumchinjia udhiyya ni katika sunna, pamoja na kwamba itafaa, lakini hatuoni kumhusisha takhsis almayit, kumhusisha maiti bil udhiyya kwa kichinjwa ni katika sunna. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam lam yudhi an ahad min amwatihi bi khususi, lam yudhi, hajawahi kuchinja, lam yudhi, kwa sababu Mtume sallallahu hakuwahi kuchinja, lam yudhi, kaondosha ya kwa sababu ya ni herufi ya illa, kwa sababu ya lam yudhi, hajawahi kuchinja an ahad, kwa ajili ya yoyote, min amwati, kama maiti zake, bi khususi, kwa kumhusisha. Hajawahi kuchinja an ahadi, kwa yoyote, min amwatihi, katika maiti zake, bi khususi, kwa kumhusisha. Falam yudhi an ammihi Hamza radhiallahu anhu, hajawahi kuchinja kwa ajili ya ammi yake Hamza, wa huwa na yeye Hamza min a'azzi aqaribihi indahu, ni katika watukufu watu wake wa karibu kwake. Min a'azzi, ni katika watukufu na wabora, aqaribihi, katika watu wake wa karibu, indahu, kwake yeye sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na hivyo hakufanya hivyo, hajawahi kuchinja kwa ajili ya Hamza. Wala an auladihi alladhina matu fi hayatihi, wala kwa ajili ya watoto wake ambao walikufa katika uhai wake. Wala an auladihi, wala kwa ajili ya watoto wake, alladhina, ambao matu fi hayatihi, walikufa katika uhai wake. Wa hunna thalathu banat mutazawijat, nao ni mabinti watatu walioolewa. Wa thalathatu abna sighar, na watoto watatu wadogo. Wala an zawjatihi Khadija, wala kwa ajili ya mke wake Khadija, wala kwa ajili ya mke wake Khadija. Kwa hawa watoto wake watatu wa kike na watoto wa kiume watatu walikufa, akabakia Fatima. Haijawahi kutokea Mtume akamchinjia, akawachinjia au mmoja wapo. Wala an zawjatihi Khadija, wala kuchinja kwa ajili ya ahli yake, mke wake Khadija radhiallahu ta'ala anha. Wa hiya naye Khadija min ahabbi nisaihi ilayhi, ni katika wanaopendeza zaidi wake zake kwake, ni katika wanaopendeza au anawapenda zaidi katika wake zake. Min ahabbi nisaihi, ni katika wanaowapenda zaidi katika wake zake.
walam yarid an ashabihi, lakini pia haijapokelewa kutoka kwa masahaba zake, walam yarid an ashabihi, wala haijapokelewa kwa masahaba zake fi ahdihi, katika kipindi chake, na wala haijapokelewa kutoka kwa masahaba zake fi ahdihi, katika kipindi chake, anna ahada minhum, ya kwamba hakika mmoja katika wao masahaba, anna ahada minhum, ya kwamba hakika mmoja katika wao masahaba, dhaha an ahdi, alishawahi kuchinja kwa ajili ya yoyote. Dhaha an ahdin, alishawahi kuchinja kwa ajili ya yoyote, min amwatihi radhiyallahu anhu, katika maiti zake, haijai kupokelewa. Wa nara aidan, na tunaona pia, min alkhata, katika makosa, ma yafaluhu ba'dhum minan nas, ba'dhum minan nas, tanwini hapa, ni makosa wanayofanya baadhi katika watu. Min alkhata, kama katika makosa, ma yafaluhu, ni wanayofanya baadhi katika watu, yudhahuna anil mayit, wanachinja kwa ajili ya maiti. Yudhahuna anil mayit, wanachinja kwa ajili ya maiti. Awwalu sana, mwanzo wa mwaka, ya mtu aliokufa. Yudhahuna anil mayit, wanachinja kwa ajili ya maiti. Awwalu sana, mwanzo wa mwaka, ya mtu aliokufa. Wachinja nini? Udhiyatan, wanachinja kichinjo katika siku ya Eid. Kuna watu wameweka taratibu kwa mwanzo wa mwaka ule aliokufa, ule mwaka aliokufa ndio wanachinja. Yusamuna, wanaita kichinjo hicho udhiyat alhafra, udhiyat alhafra au alhufra. Wayataqidun, na wanaitakidi annahu la yajuz, ya kwamba haifai, wanaitakidi kwamba haifai ayushraka mahi, akashirikishwa pamoja naye, fi thawabiha ahla, wanaona kwamba haifai akashirikishwa pamoja na maiti, pamoja naye, yani na maiti, fi thawabiha ahla, katika thawabu zake yoyote, wanaona asishirikishwe na thawabu zake yoyote. Au yudhahuna an amwatihim, au wanachinja kwa ajili ya maiti zao, au wanachinja kwa ajili ya maiti zao, tabarruan, kule kujitolea tu, wachinja udhiyya kwa ajili ya maiti zao kule kujitolea, au bimuktadha wasayahum, au kwa muktadha wa wasia wao, au kwa muktadha wa wasia wao. Wala yudhahuna an anfusihim alim, lakini hawachinji kwa ajili yao na familia zao, lakini hawachinji kwa ajili ya nafsi zao, kwa ajili yao na familia zao. Kwa hiyo kujiacha pia wao wenyewe na familia zao, wakawa wanachinjaga tu kila mwaka kwa ajili ya maiti, kwa ajili ya maiti, au kwa ajili ya wasia, kwamba mimi mume mnanichinjie kila mwaka, nikifa mume mnanichinjie kila mwaka. Kwa hiyo wao wakajisahau kwamba kila wakichinja ni kutekeleza tu. Kuna baadhi ya watu wako hivyo, watekelezaga wasia wa mzee wao au mama yao, wanaenda kuchinja kila Eid au kwao, au wakiwa majumbani mwao wanachinja kwa ajili ya wazee wao na wasia uliotolewa. Basi wao wenyewe hawajakutia nia ya kuchinja, ni katika makosa. Walau alimu anna rajula, na lau wangejua kwamba hakika mtu idha dhaha, atakapochinja mimalihi, katika mali yake, na lau wangejua kwamba hakika mtu akichinja kwa ajili ya katika mali yake, mimalihi, katika mali yake, an nafsihi, kwa ajili yake, wa ahlihi, na familia yake, shamala ahlahu ahya, ingeenea mpaka familia yake walio hai. Shamala ahlahu ahya, ingeenea familia zake, familia yake walio hai, wal amwat, na waliokufa. Kwamba wangejua hivyo, lama adalu, wasingeacha kufanya hivyo. Lama adalu, wasingeacha kufanya hivyo, ila amali dhalik, wakaenda kufanya hilo la kuwachinjia maiti tu, ila amali dhalik, kwenye kufanya hilo la kuwachinjia maiti tu, kwenye kufanya hilo la kuwachinjia maiti tu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
kimbiza hii ndani ya siku hizi. Alafu insha Allah taala baada ya maghrib tutaangalia kitabu chetu kikiisha cha baada ya maghrib na isha. Tutaanza Bulughul Maram kitabu al-at'ima si al-mat'am kama tunasema hivi, so mambo ya vyakula. Kitabu al-at'ima yeye alisema mambo ya kula au vyakula, alisemaje?